الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، بتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau kupitia kitabu chetu cha Al-Awamilul Mi'a fi usuli ilmi al-Arabia, na leo tupo ukurasa wa 30 katika kuisoma herufi fi. Kuna herufi fi ambayo ni harfu al-jarri na kuna al-fa'u, ni vitu viwili tofauti. Fa'u ni ile inayokuja kwa maana ya fasiha, pia ni ile inayokuja kwa maana ya at-ta'qib na maana nyinginezo. Tamam. Lakini fi ni ile herufi ya jarri ambayo nayo ina maana mbalimbali, lakini kwenye kitabu chetu hichi al-Imam Abdul Qahir al-Jurjani ametuletea maana mbili tu, kisha sisi baadaye tutaangalia hizo maana nyingine ambazo ulama wamezitaja katika vitabu vingine. Tamam. Naam, anasema al-Imam warabi'u fi, na herufi ya 4 ni fi, walaha ma'nayan, nayo ina maana mbili. Ahaduhuma lidharfiyat, maana yake ya kwanza lidharfiyati, inakuja ikiwa na maana ya aldharfia, kwa maana inakuja ikiwa inaonyesha nini? Sehemu. Wahia, na hiyo aldharfia, wahia, na hiyo maana ya aldharfia, hululu shay'i fi ghairihi haqiqatan au majazan. Hululu shay'i ni kushukia kitu, hululu shay'i ni kushukia kitu, fi ghairihi, katika kitu chengine, haqiqatan, kihakika, au majazan, au kimajazi, kwa maana au kifumbo. Tamam. Hakadha mithalu alhaqiqa, mfano wa kushukia kitu katika kitu chengine kihakika, nahu, mfano wa kusema almau fil kuzi, maji yapo ndani ya birika. Almau fil kuzi, maji yapo ndani ya birika. Utaona birika ndiyo sehemu, ndiyo nini? Adh-dharf. Tamam. Birika ndiyo nini? Adh-dharf. Kisha maji ndiyo al-madhruf. Adh-dharf ni ile sehemu, kisha al-madhruf ni kile kitu kilichoshukia juu ya hiyo sehemu. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo al-kuz, birika hapa ndiyo dharfu, kisha al-ma'u ndiyo al-madhruf. Kwa hiyo maji yameshukia ndani ya birika, tutasemaje? Al-ma'u fil kuz, maji yapo ndani ya birika. Tamam. Hii ni haqiqa, hululu al-ma' fil kuz haqiqa. Wal-malu fil kisi, na mali iko ndani ya mfuko. Wal-malu fil kisi, na mali iko ndani ya mfuko. Hii ni hululu shay'i fi ghairi haqiqa. Tamam. Hakadha. Wa mithalu al-majaz, na mfano wa majaz, nahu, ni mfano wa kusema an-najatu fi sidqi. An-najatu, kufaulu, fi sidqi, kupo katika ukweli. An-najatu, kufaulu, au an-najatu, kuokoka, fi sidqi, kupo katika ukweli. Kama anna al-halaka fi al-kadhibi, kama anna al-halaka, kulivyokuwa kuangamia. Kama anna al-halaka, kama kulivyokuwa kuangamia, fil kadhibi, kupo katika uongo. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hii kusema kufaulu kupo katika ukweli ni nini? Ni hululu naja fi sidqi majaza, ni kushukia ule ukweli katika, ni kushukia kule kufaulu au kuokoka katika ukweli katika nini? Kwa njia ya fumbo. Kwa sababu gani? Asidq, ukweli ni kitu ambacho hakionekani. Ni kitu gani? Ni kitu ambacho hakionekani, ni kitu maanawia, sio hisia. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo nini? Ndio maana ikawa nini? Ikawa ni ile dharfu yake, kuzingatia ukweli kuwa ndio dharfu, ikawa nini? Ikawa ni majazi. Lakini pia an-najah, kuokoka au kufaulu, ni kitu ambacho hakionekani, pia ni kitu maanawi, sio hisia. Kwa hiyo pia ile hululi yake tukazingatia kwamba najaa halla fi sidqi, ikawa nini? Ni majazi. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hii ni mfano wa
adh-dharfiyya upande wa majazi. Tamam, haka. Kwa hiyo ndiyo maana ya kwanza ya nini, ya fi. Wathani, na maana ya pili, bimaana ala, inakuja fi ikiwa na maana ya ala. Wa huwa qalilun, na maana hiyo huja mara chache. Wa huwa, na maana hiyo qalilun, huja mara chache. Ka qawlihi ta'ala, kama alivyosema kwake Allah, au ka qawlihi ta'ala, kama kauli yake Allah. Tamam. Ka qawlihi ta'ala, kama kauli yake Allah aliposema wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, wala usallibannakum, na hakika nitawasulubu, ni wasulubu. Kumsulubu mtu ni kumfunga. Tamam, hakadha. Wala usallibannakum, hakika nitawafunga, ni wafunge, fi judhu'in nakhli, katika vigogo vya mtende. Hasa hapa fi imekuja kwa maana ya ala. Kwa hiyo ikiwa na maana gani? Fi judhu'in nakhli, juu ya vigogo vya mtende. Tamam, hakadha. Nitawasulubu, ni wasulubu juu ya vigogo vya mtende, kwa maana nitawafunga, ni wafunge juu ya nini? Vigogo vya mtende. Na hii ina maana ya tahqiqi, hakika nitawafunga, ni wafunge juu ya vigogo vya mtende. Ai, akimaanisha ala judhu'in nakhli, juu ya vigogo vya mtende. Tamam, hakadha. Kwa hiyo tunaona hapa fi, kwa mujibu wa maono ya al-Imam Abdul Qahir al-Jurjani, imekuja ikiwa na maana mbili, lakini kuna maana nyingine ambazo ulama wamezinukuu katika vitabu vyao vikubwa. Tamam, hakadha. Maana ya tatu ya fi inakuja ikiwa na maana ya al-musahaba. Musahaba kwa maana ya ma'a. Musahaba kwa maana ya ma'a, kama namna ilivyokuja katika suratul A'raf aya ya 38, aya inayosema udkhulu fi umamin, udkhulu fi umam, wa qala almalaika, na wakasema malaika udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinni wal ins fi an-nar. Sasa pale aliposema udkhulu fi umamin, akimaanisha udkhulu ma'a umamin, ingieni pamoja na hizo umma ambazo qad khalat min qablikum min aljinni wal ins fi an-nar, ndani ya moto. Tamam, hakadha. Kwa hiyo imekuja fi pale, lakini ikiwa na maana nini? Maana ya musahaba. Na tunaposema musahaba naani ma'a, tunaposema musahaba tunakusudia nini? Ma'a. Imekuja fi hapa kwa maana ya ma'a, na ndiyo maana tukasemaje, udkhulu fi umamin, ingieni pamoja na umma ambazo qad khalat min qablikum, zilizotangulia kabla yenu, min aljinni, ambazo ni majini, wal ins, na wanadamu, fi nar, ndani ya moto. Kwa hiyo pale imekuja fi kwa maana ya ma'a. Tamam, hakadha. Lakini ikaja tena katika suratul Qasas aya ya 79, aya inayosema fakharaja ala qaumihi fi zina, fakharaja ala qaumihi fi zina, kwa maana fi zinati. Tamam, hakadha. Fakharaja ala qaumihi fi zinati, kwa maana fakharaja ma'a qaumihi ala qaumihi. Tamam, fakharaja ala qaumihi fi zinati, kwa maana ma'a zinati, akatoka akiwa pamoja na watu wake, fi zinati, akiwa pamoja na pambo lake. Tamam, hakadha. Imekuja katika suratul Qasas aya ya 79, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Hii ala ina maana ya ma'a, na hii fi pia ina maana ya ma'a. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fakharaja, akatoka, ala qaumi, pamoja na watu wake, fi zinati, akiwa pamoja na pambo lake. Hiyo ni maana ya tatu. Maana ya nne ya fi inakuja ikiwa na maana ya at-ta'lil au as-sabab, ikiwa na maana ya sababu, kama ilivyokuja katika surati Yusuf aya ya 32, aya inayosema waqalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi. Bi Zulaikha aliposema fadhalikunna alladhi, basi huyu ndiye kijana ambaye lumtunnani fihi, lumtunnani, mumenilaumu nyinyi, mumenisema nyinyi, fihi, kwa maana bisababi hubbi, kwa sababu ya kumpenda yeye. Ile fi ya pale ni harfu jarri, lakini imekuja bimaana at-ta'lil, kwa maana ya sababu. Fadhalikunna alladhi rumtunnani fihi,
huyu ndiye kijana ambaye nyinyi mmenilaumu kwa sababu ya mimi kumpenda yeye. Tamam, hakadha. Lakini pia ikaja katika hadithu nabawi, hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, anna imra'atan dakhalat an-nar fi hirratin habasatha. Mtume aliposema anna imra'atan, ya kwamba kuna mwanamke, dakhalat an-nar, aliyeingia motoni, fi hirratin habasatha, kwa sababu ya paka, habasatha, aliyemzuilia kula na kunywa. Kuna mwanamke alimzuilia paka asile na asinywe, ni kama adhabu tu, ita na mwadhibu. Sasa mnyama ajamii hajui kuzungumza, utamuelewa vipi kama amefikia katika hali mbaya kiasi anahitajia msaada? Sasa ule mwanamke akaingia motoni. Sasa fi hirratin, fi hapa imekuja kwa maana ya sabab, fi hirratin, kwa sababu ya yule paka ambaye habasatha, aliyemzuilia kula na kunywa mpaka akafa. Tamam, hakadha. Maana nyingine ambayo itakuwa ni maana ya tano, inakuja fi ikiwa na maana ya ila, ikiwa na maana ya ila, kwa maana intihaul ghaya, intihaul ghaya. Tamam, hakadha, kama ilivyokuja katika surat Ibrahim aya ya 9 inayosema, faraddu aydiyahum fi afwahihim, faraddu aydiyahum fi afwahihim, wakavirejesha viganja vyao vya mkono, fi afwahihim, katika nini? Vinywa vyao. Kwa hiyo tunaona imekuja fi, lakini kwa maana gani? Ila afwahihim, faraddu aydiyahum ila afwahihim. Tamam. Katika surat Ibrahim aya ya 9 imekuja fi ikiwa na maana ya ila. Na maana nyingine almaqayisa, inakuja fi ikiwa na maana ya almaqayisa, ikiwa na maana ya kulinganisha kati ya vitu viwili. Na hii fi inayokuja kwa maana almaqayisa inakuwa inakaa katikati ya hivi vitu viwili, katikati ya hivi vitu viwili, na vitu viwili hivi vinalinganishwa katika ubora. Kimoja kinakuwa ni bora na chengine kinakuwa ni chenye kufanywa kuwa ni bora. Tumeelewana siku hapo? Hivi vitu viwili vinalinganishwa, kimoja ni bora na chengine kimefanywa kuwa ni bora lakini hakina ubora. Kwa hiyo kuna nini? Kuna mafudhulun na fadhilun, kuna mafudhulun wa fadhilun. Tamam, mafudhulun ni chenye kufanywa kuwa ni bora, kisha fadhilun kilichokuwa bora. Sasa hii fi inakuwa inaingia katikati ya vitu hivi viwili. Tamam, katikati ya vitu hivi viwili, na mara nyingi mafudhul ndo anakuwa anatangulia kabla ya fi, kisha anakuja fi, na baada ya fi anakuja fadhil. Tamam, hakika. Mfano wake imekuja ndani ya Qur'an, Allah aliposema, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalilun, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalilun. Fama mata'ul hayati dunya, hazikuwa zile starehe za maisha ya kidunia, fil akhirati, ukilinganisha na starehe zilizopo katika maisha ya akhira, illa qalilun, isipokuwa ni chache mno. Starehe za maisha ya duniani ni chache mno ukilinganisha na starehe zilizowekwa na kuandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini katika maisha ya akhira. Kwa hiyo tunaona imekuja fi, lakini kwa maana nini? Kwa maana ya almaqayisa, kwa maana ya kulinganisha kati ya mambo mawili. Kwa hiyo hapa mafdhul ni nini? Mafdhul ni hayati dunia, kisha fadhil ni nini? Hayati al-akhirah. Tamam, hakadha. Fama mata'ul hayati dunya, hazikuwa starehe za maisha ya kidunia, fil akhirati, ukizilinganisha na starehe za maisha ya akhira, illa qalilun, isipokuwa ni chache mno. Tamam, hakadha. Kwa imekuja hapa fi, lakini ikiwa na maana gani? Almaqayisa. Tamam, hakadha. Maana ya mwisho ni nini? Inakuja kwa maana ya at-tawkid, na mara nyingi
fi hiyo inakuwa ni zaida, inakuwa ni zaida. Zaida ni vipi? Kwamba hata ikiondoshwa ile fi, ile maana iliyokusudiwa nini inapatikana. Tamam, hakadha imekuja katika surati Hud aya ya 41 aliposema Nabii Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Tamam, hakadha. Sasa Nabii Nuh alayhi salam aliposema irkabu fiha, ile fi iliyokuja kabla ya he ya dhamiri, fi iliyokuja kabla ya he ya dhamiri, fiha, ile fi iliyokuja pale ni zaida. Imekuja ikiwa na maana gani? Imekuja hali ya kuwa ni ziada, kwa maana hata tukiiondosha inapatikana maana. Sasa alikuwa anaweza kusema Nabii Nuh irkabuha, lipandeni hilo safina. Tamam, lakini ikaletwa nini fiha, na hii ni katika vionjo vya lugha na kuonesha uhodari wa nini wa lugha. Tamam, hakadha. Kwa imekuja pale waqala irkabu fiha katika surati Hud aya ya 41, waqala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Tamam, hakadha. Ile fi iliyokuja pale imekuja ikiwa ni zaida. Tamam, hakadha. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillah walismatu lilanbiya wannaqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.